Karibu tena katika darasa la afya ya uzazi, na leo katika afya ya uzazi natoa elimu pana na kujibu maswali mengi ambayo yanatokana na uvimbe katika kizazi. Kama una maswali yako kuhusu uvimbe katika kizazi, basi sikiliza makala hii hapa na imani itajibu maswali yote kabisa. Swali la kwanza ni je, uvimbe katika kizazi unasababishwa na nini? Jibu ni kwamba hakuna sababu ya moja kwa moja ambayo inapelekea wewe mama uweze kupata uvimbe, lakini wanasayansi na tafiti mbalimbali zinaonyesha ya kwamba ziko sababu ambazo kama zitakuwepo katika system ya maisha yako, basi ni rahisi kuweza kupata uvimbe. Moja, homoni za uzazi kuvurugika, hormonal imbalance. Kama una changamoto ya homoni kuvurugika, basi unaweza ukapata uvimbe kirahisi. Jambo la pili ni umri mkubwa. Wale ambao wana miaka 30 plus ndio huwa waathirika zaidi wa uvimbe katika kizazi. Lakini sababu ya tatu ni unene kupitiliza. Unene, sehemu yoyote yenye unene kupita kiasi hakuna afya yoyote. Kwa hivyo kama wewe ni bonge, basi lazima ujitahidi, na uzuri ziko diet maalum na mazoezi kwa ajili ya kupunguza mwili wako na uweze kuwa sawa kabisa. Lakini sababu ya nne ni utoaji mimba wa holela. Hii inawaathiri sana kina dada. Leo ni ajabu kabisa, unampima binti ana miaka 18, 22, anakwambia au majibu yanakuja una uvimbe katika kizazi. Sasa unaanza kujiuliza, huyu binti mdogo miaka 22, uvimbe umetoka wapi? Lakini ukija kusoma historia yake atakwambia nilitoa mimba 2, nilitoa mimba 1. Wewe binti ambaye unatoa mimba leo na kuona ni jambo la kawaida, basi tambua ya kwamba unajiweka katika athari kubwa ya kuweza kupata uvimbe katika kizazi. Na unapopata uvimbe huu, ndugu yangu, swala zima la kuzaa inakuwa ni changamoto kwa upande wako. Hili ni swali la kwanza. Lakini swali la pili ni je, uvimbe katika kizazi aina zake ni zipi? Ni kweli kuna aina zaidi ya 3 za uvimbe katika kizazi, na uvimbe katika kizazi unaweza ukawa aina ya kwanza katika mji wa mimba, yaani katika ule mji wa mimba, kwa maana uterus, kunatokea pale uvimbe. Uvimbe huu kitaalamu tunauita fibroids. Lakini aina ya pili ya uvimbe ni ule ambao huwa unatoka katika vifuko vya ovari, sehemu maalum ambayo mayai ya uzazi yanahifadhiwa pale na kutoka kwa ajili ya kurutubishwa. Kama uvimbe huo utakuwa umekaa sehemu hiyo, hapo tutasema kitaalamu uvimbe huo tunauita ovarian cyst. Ni aina ya pili. Lakini kuna aina ya uvimbe ambao unaweza ukawa sehemu zote katika mji wa mimba na katika vifuko vya ovari, na uvimbe huu mara nyingi ukiutazama unaonekana kama ni majimaji hivi ambayo yamejifungasha sehemu hiyo. Ndipo hapa unapima, unaambiwa tumekupima, tumeona kuna uvimbe maji. Uvimbe maji maana yake hii ni fluid fibroids ambayo inaweza ikakaa katika mji wa mimba, katika layer ya mji wa mimba kwa maana ya uterine lining, au unaweza ikakaa kule kule katika vifuko vya ovary. Hizi ni aina zake. Lakini swali la tatu, je, zipi dalili za uvimbe katika kizazi? Dalili za uvimbe katika kizazi wengine huwa zinachelewa, wengine huwa zinawahi kulingana na afya yako wewe mama. Lakini miongoni mwa dalili kuu ya kwanza, kupata maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Unapoingiliwa unahisi kama kina kitu kinagongwa kwa ndani, na kinapogongwa basi unapata maumivu makali sana. Mwisho wa siku unafanya tu ili kumridhisha baba, lakini wewe mama haupati raha yoyote. Dalili ya pili ni kutokwa na uchafu mzito sehemu za siri, wakati mwingine kutoa damu ya hedhi nzito isivyo kawaida. Dalili ya 4 ni kupata maumivu ya tumbo pembezoni ya sehemu ambayo uvimbe upo. Kama uvimbe upo upande wa kushoto, basi utapata maumivu ya tumbo chini ya kitovu lakini upande wa kushoto, na kama upo kulia, basi utapata maumivu hayo upande wa kulia. Lakini dalili ya 5, mimba inaingia inatoka, hasa wale ambao wana fibroids.
uvimbe katika mji wa mimba. Ukiwa na aina hii ya uvimbe, basi mimba itaingia vizuri tu, lakini kadri ukuaji wake unavyoendelea, mimba hiyo itashindwa kujishikiza katika mji wa mimba na hapo itatoka. Ndipo pale kila mwezi inaingia mimba inatoka. Unajiuliza, je, nina majini au nina mashetani au majirani wenzangu hapo wananiloga? Je, shida iko wapi? Shida ni uterus au uterine fibroids, na ndio maana unapata hali hiyo. Lakini dalili nyingine, kutoshika mimba kabisa, hasa kama uvimbe huu upo katika vifuko vya ovary kule, ovarian cyst. Wana changamoto ya ovarian cyst, kushika mimba inakuwa ni kazi, kwa sababu hata urutubishwaji wa mayai na system yake ya upevukaji hadi kutoka katika vile vifuko vya ovary huwa unaathirika na changamoto hii. Lakini swali la 5, je, nini tiba ya changamoto hii? Tiba ziko za aina mbili. Kuna kufanyiwa upasuaji kwa upande wa hospitali na kuna dawa za asili kwa upande wa tiba asilia. Kwa upande wa hospitali, ukienda wanakupima ukubwa wako, na wakikwambia kwamba kwa ukubwa huu unahitaji ufanyiwe upasuaji, basi utafanyiwa upasuaji. Lakini bahati mbaya, wengi wanaofanyiwa upasuaji, baada ya muda fulani tatizo linarudi. Hapa tunapata lingine swali la je, kwa nini uvimbe unarudi mara baada ya kufanyiwa upasuaji? Jibu ni kwamba unapofanyiwa upasuaji unatoa tatizo, lakini sababu inayopelekea tatizo lako iko pale pale. Kama shida ni homoni bado zinaendelea kuvurugika. Kama shida ni uzito kupita kiasi, wewe mama bado ni mzito. Kama ni shida ni umri mkubwa ambao unachangia homoni zako zivurugike, bado sababu iko pale. Kwa hivyo lazima vimbe zile zitarudi, kwa sababu inayopelekea uvimbe uwepo bado ipo. Na hii ndio changamoto ya kufanyiwa upasuaji kwa ajili ya kuondoa uvimbe katika kizazi, na wengi huwaacha hawashiki mimba tena mara baada ya kufanyiwa upasuaji huu. Huu ndio ukweli. Lakini tukirudi katika upande wa tiba za asili, zipo tiba nzuri za asili kwa ajili ya kutibu uvimbe, lakini tiba hizi zinategemea na uvimbe wako una ukubwa kiasi gani. Kwa lugha fupi ni kwamba kwa wewe dada ambaye ukienda hospitali kupima ukaambiwa uvimbe wako una ukubwa wa sentimita 10 kuendelea juu, hapo option iliyobakia ni kufanyiwa tu upasuaji. Usije ukadanganywa bure ukatapeliwa na watu wakwambia bwana, mimi na dawa nikupatia, utameza utatulia, uvimbe utaisha. Hapana, ni utapeli. Ukizidi sentimita 10 nenda kafanyiwe upasuaji, lakini ukiwa chini ya sentimita 10, chukua namba zangu hapo, nitafute kupitia WhatsApp au message za kawaida. Nitakupatia utaratibu wa kuweza kufika ofisini na kupata dawa moja kwa moja ambazo ni za asili na zitakusaidia kabisa kuweza kupata tiba, na uvimbe huo utaisha, na nzuri zaidi hautarudi tena, kwa sababu hatuanzi kutibu uvimbe, tunaanza kutibu sababu ambazo zinapelekea huo uvimbe, alafu dozi ya uvimbe pia inafuata hapo. Kwa kufanya hivyo utakuwa unapona kabisa na tatizo halitajirudia. Kwa kusema haya, asante sana unisikiliza, na nina imani umeelimika na kupata elimu pana kuhusu swala zima la uvimbe katika kizazi. Kwa wewe ambaye una changamoto hii, namba zangu ziko hapo, nitafute WhatsApp, utapewa gharama za tiba zake, kisha zitakufikia sehemu yoyote ambayo ulipo. Asanteni na niwatakie wakati mwema.